Hivi sasa imetimia saa 10 na dakika 1 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambao ni sawa na saa 9 na dakika 1 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Leo ni Jumatatu ya Juni 30 mwaka 2025. Hujambo msikilizaji, na huu ni wasaa wa Mseto Leo, na kwanza tunaanza na makala ya duru zetu alasiri inayokuletea dakika 30 za habari, uchambuzi, uchumi na biashara, bila kusahau michezo na burudani. Uko nami Amina Deogratia Sise Magogo, na tulionayo alasiri ya leo. Wanawake nchini watakiwa kujitokeza kugombea nafasi za uwakilishi ili kuwa sehemu ya kutetea maslahi ya wanawake katika ngazi za maamuzi kuelekea uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Idadi ya watu waliofariki katika ajali ya magari mawili kugongana uso kwa uso wilaya ya Same mkoa wa Kilimanjaro imeongezeka na kufikia 39. Na vikosi vya Urusi vimechukua udhibiti wa kijiji cha kwanza mashariki mwa Ukraine. Tuma maoni yako kwa taarifa utakazozisikia katika makala hii kupitia nambari yetu ya 0692573615 ukituelezea nini maoni yako juu ya taarifa hizi, na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Tunaanza na taarifa ya habari ikisomwa kwako na Albert Andrew Kavano. Karibu. Asante Amina. Tunaanza na taarifa ya habari tukiangazia zilizojiri kitaifa. Idadi ya watu waliofariki katika ajali ya magari mawili kugongana uso kwa uso wilayani Same mkoani Kilimanjaro imeongezeka na kufikia watu 39. Ajali hii ilitokea Juni 28 mjini Same, ikihusisha basi la kampuni ya Channel One lilikuwa likitoka Moshi kwenda Tanga na basi dogo aina ya Costa lilikuwa likitokea Same mjini kwenda Moshi kugongana uso kwa uso na kuwaka moto wakati abiria wakiwa ndani ya magari hayo. Mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nuruddin Babu amesema vifo kutokana na ajali hiyo vimeongezeka kutoka 38 vya awali na vimefikia vifo 39 baada ya mmoja wa majeruhi waliokuwa wanaendelea na matibabu kufariki dunia. Akizungumza hali ya majeruhi, amesema mpaka sasa 22 kati ya 28 wameruhusiwa kutoka hospitalini baada ya afya zao kuimarika. Amesema vipimo vya DNA yani vinasaba vya miili 33 vimekwisha kupelekwa ofisi ya mkemia mkuu wa serikali ili kutambua na kuikabidhi kwa familia kwa ajili ya taratibu za mazishi. Mabaki ya miili iliyotambuliwa mpaka sasa ni 5 huku mingine 33 ikifanyika vipimo hivyo kutokana na kuharibika. Wanawake nchini wametakiwa kujitokeza kugombea nafasi za uwakilishi ili kuwa sehemu ya kutetea maslahi ya wanawake katika ngazi za maamuzi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Katibu wa Umoja wa Wanawake Kanisa la Anglikana Tanzania Umaki Bi Margaret Ndonde ametoa rai hiyo wakati akifunga kongamano la siku 3 la wanawake lililofanyika Diocese ya Biharamulo. Amesema wanawake kote nchini kupitia vyama vyao vya siasa wanapaswa kujitokeza kushiriki uchaguzi mkuu na kuwa mstari wa mbele kuchukua fomu kwa kugombea nafasi ya urais, ubunge na udiwani kutetea haki za wanawake. Jitokeza kwa wengi kwa ajili ya kuhakiki majina kwenye daftari ya kupiga kura. 3, waende kwenye mkutano ya kutangaza sera, wakasikilize wanaotangaza sera. Lakini jambo la 4, waende wakapige kura, wasifanye uzembe wa aina yoyote. Twende tukapige kura, tukachague viongozi wetu watakaotuongoza katika nchi yetu. Lakini pia tuwakubali matokeo kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Sasa hivi naona wanachukua form. Basi tujitokeze kwa wingi kwa ajili ya kugombea. Nafasi zinatuhusu, nafasi ni za kwetu, twende tusijihurumie. Tunaweza, tuna wanawake wengi kwenye Biblia walifanya vizuri, na hata tuliokuwa naye mama yetu Mama Samia anafanya vizuri. Kwa hiyo wanawake tunaweza, tujiamini, tunaweza. Askofu wa Kanisa la Anglikana Diocese ya Biharamulo Vitalis Yusuf amehimiza wanawake kufanya kazi kwa bidii, upendo, umoja na mshikamano kuchochea amani ndani ya familia na jamii kwa ujumla.
Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Batilda Brian amewataka viongozi mkoani humo kusimama vyema na kusimamia majukumu yao ikiwemo mifumo ya manunuzi ya ukusanyaji wa mapato ili kufikia malengo yaliyowekwa na serikali. Dr. Batilda ametoa kauli hiyo jijini Tanga mara baada ya kuwaapisha wakuu wa wilaya wapya wa wilaya za Muheza na Handeni. Amesema endapo kila mmoja atatimiza wajibu wake katika eneo alilopangiwa, ni dhahiri kwamba mkoa huo utapanda kimapato kutoka nafasi ya 6 kitaifa mpaka ambapo iko hivi sasa na mpaka nafasi za juu. Walioapishwa ni mkuu wa wilaya Muheza Ayubu Sebabile na mkuu wa wilaya ya Handeni Salumu Nyamwese. Na sasa ni habari za kimataifa. Takriban wanafunzi 68,124 nchini Burundi wanatarajiwa kufanya mtihani wa kujiunga na chuo kikuu kuanzia tarehe 8 mwezi huu wa Julai hadi tarehe 11 mwaka huu. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Bwana François Habyarimana akiwa jijini Bujumbura amewataka walimu na wasimamizi watakaohusika na zoezi hilo kuwajibika kikamilifu ili mtihani ufanyike kwa utulivu. Waziri Habyarimana amesema kuwa kati ya watahiniwa hao zaidi ya wasichana 38,000 wamesajiliwa na hivyo kuwa kundi kubwa zaidi. Aidha, Waziri Habyarimana amewahimiza watahiniwa kufanya mtihani kwa utulivu na kujiamini kwa sababu mafanikio yao ya kitaaluma ni msingi wa maendeleo ya taifa na tumaini kwa vizazi vya sasa na vya baadaye. Vikosi vya Urusi vimechukua udhibiti wa kijiji cha kwanza mashariki mwa Ukraine katika mkoa wa Dnipropetrovsk. Hayo ni kulingana na taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari vya serikali ya Urusi na wanablogi wanaofuatilia vita hivyo vya anga. Hajathibitishwa na vyanzo kutoka Ukraine wala Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Mara kadhaa Urusi imekuwa ikitaja kuwa tayari kusaini mkataba wa amani, lakini katika Ukraine kujiondoa kikamilifu katika mikoa mingine ambayo Urusi ilinyakua kinyume na sheria na kuitaka kujiondoa kikamilifu. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Jan Woodfall amewasili leo mjini Kiev katika ziara ambayo haijatangazwa na yenye lengo la kuidhinisha kuwa Ujerumani inaendelea kuiunga mkono Ukraine. Woodfall ametarajiwa kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sybiha. Waza Wazua. Msikilizaji, ukubwa msitu huonekana ukiwa mbali. Ukiwa ndani ya msitu utaona miti tu. Hapa sizungumzii misitu, jiongeze. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa Duru Habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu ya Radio Kwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Albert Andrew Kavano, na unaendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu Alasiri kutoka Radio Kwizera FM. Na ukumbusha kutembelea katika kurasa zetu za Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM na YouTube Kwizera TV. Pia unaweza kutuma maoni yako ukichangia taarifa zetu kupitia nambari yetu ya 0692 573615 na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu Alasiri, habari kuu leo hii. Wanawake nchini wametakiwa kujitokeza kugombea nafasi za uwakilishi ili kuwa sehemu ya kutetea maslahi ya wanawake katika ngazi za maamuzi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Idadi ya watu waliofariki katika ajali ya magari mawili kugongana uso kwa uso wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro imeongezeka na kufikia 39. Na vikosi vya Urusi vimechukua udhibiti wa kijiji cha kwanza mashariki mwa Ukraine.
Ikiwa tayari ni saa 10 na dakika 11 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9 na dakika 11 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni Radio Kwizera FM ambayo inakutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa msikilizaji, na usaa wa uchambuzi wa kinifu habari zetu. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine ametia saini makubaliano ya kuiondoa Ukraine kwenye mkataba wa Ottawa unaopiga marufuku matumizi ya mabomu ya ardhini. Waraka uliochapishwa kwenye tovuti ya rais unasema kuwa hili linatoa amri kutekeleza uamuzi wa Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa la Ukraine tarehe 29 Juni mwaka 2025 kuhusu kujiondoa kwa Ukraine kwenye mkataba wa Ottawa. Uamuzi wa kuachana na mkataba huo lazima uidhinishwe na bunge la Ukraine na uwasilishwe Umoja wa Mataifa kabla ya kuanza kutekelezwa. Hatua hiyo ya Ukraine inalingana na zile zilizochukuliwa hivi karibuni na mataifa ya Baltiki na Poland. Mkataba wa Ottawa mwaka 1997 unapiga marufuku matumizi, uzalishaji, uhifadhi na uhamasishaji wa mabomu ya ardhi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwalinda raia dhidi ya vilipuzi ambavyo vinaweza kuwalemaza au kuwaua muda mrefu baada ya mapigano kumalizika. Kutokana na hilo, nimezungumza na mwanamajumui wa Afrika na mchambuzi wa masuala ya kisiasa ndani na nje ya Tanzania, Bwana Adrian Sebudema, na nimeanza kwa kumuuliza ni athari zipi za kisiasa na kibinadamu zinatarajiwa kutokana na uamuzi wa Ukraine kujiondoa kwenye mkataba wa Ottawa, hasa ikizingatiwa madhara ya mabomu ya ardhini kwa raia katika maeneo ya vita. Bila shaka Ukraine nadhani imechoka sana, kwa sababu huo mkataba unazuia mabomu. Lengo ni zuri tu kwamba wanadamu wote ambao hawana hatia pale vita vinavyoisha kwenye nchi husika yasiwepo mabomu ambao ni mabaki yakaja kuwadhuru raia. Na tunakumbuka moja ya mifano mikubwa ni baada ya vita ya Kagera, Tanzania na Uganda, kuna mabomu kadhaa yalibaki ambayo yanasadikika kuzikwa na Uganda, na moja lilipuka Ngara na kuua watu wengi sana wadogo. Kwa hiyo mimi naona kujiondoa kwenye huo mkataba ili sasa aanze kutega mabomu ardhini atakuja kuzuru watu wengi baadaye, kwa sababu nakumbuka lengo la Ukraine kufanya hivyo ni kwenda kutega mabomu kwenye maeneo kadhaa ya Urusi kama watapata access ya kuingia ndani ya nchi hiyo, ili hata baadaye Urusi nao wateseke, kwa sababu Ukraine inaamini kwamba inapoendelea kushambuliwa na Urusi inaweza ikawa inajaribu kufanya hivyo. Kona yenyewe imejiondoa kwenye ule mkataba Umoja wa Mataifa ili iendelee kutega mabomu na iendelee kuwaumiza watu wa Urusi. Hatua hii ya Ukraine inaweza kutafsiriwa kama ishara ya mabadiliko ya kimsingi katika msimamo wake wa kijeshi na diplomasia, hasa katika muktadha wa vita inayoendelea Urusi? Huo ni msimamo ambao kimsingi hauna mantiki kwa uhai wa binadamu. Nafanya hivyo ile kidogo aoneshe msimamo mkali dhidi ya Urusi, kwa sababu najua hawatatega ndani ya nchi yao ya Ukraine, kwa sababu wakitega ndani ya nchi yao watawaumiza raia wa Ukraine. Ila watajaribu kuhakikisha angalau wapate kaeneo kokote ka Urusi, wayatege ndani ya Urusi ya waumize watu wa Urusi. Kwa hoja hiyo ni kama wanawatishia Urusi kwamba sisi tuna msimamo huu na haya mabomu tutayatega. Zamani tulikuwa hatutegi kwa sababu tulikuwa ndani ya mkataba, ila sasa kwa sababu tumejiondoa na bunge letu likisha thibitisha, tutawatega ninyi watu wa Urusi ili waregeze msimamo. Sasa mimi naamini Urusi haitaregeza msimamo, vinginevyo itatafuta mbinu mbadala, ikiwemo matumizi ya satellite za kijeshi kuhakikisha wanatafuta kila mbinu Ukraine watakapotega mabomu popote wapaone na washughulikie. Ukraine imefuata nyayo za baadhi ya nchi kama Baltiki na Poland. Hii ni mwanzo wa mwelekeo mpya wa kijumuiya wa kimataifa ya Ulaya Mashariki kuelekea kujitenga na mikataba ya kimataifa ya kudhibiti silaha? Kwa mimi ninavyoonelea ni kwamba ndio watakuwa na muungano, japo kwa teknolojia iliyonayo Urusi leo na Marekani nakiri ni vigumu sana wao kumshinda Urusi kwa sababu amejiandaa vizuri, lakini pia ndio nchi ambayo ina satellite nyingi sana za kijeshi hapa ulimwenguni. Lakini kwa upande mwingine wanaiangalia Ukraine, naona kama ikaribia nchi nzima, na tunakumbuka namna vita inavyoenda, wanafanya vizuri. Kwa Ukraine inaweza ikawa inaungana nao hawa watu ambao ni wa jumuiya hii, lakini pia mashariki mwa Ulaya, lakini uwezekano wa kushinda bado ni mdogo dhidi ya Urusi. Katika hali ambapo Ukraine sasa inakabiliana na shinikizo la kijeshi kutoka Urusi, kujiondoa kutoka mkataba huu kunaleta changamoto yoyote kwa majaribio ya jamii ya kimataifa ya kulinda sheria za kivita na haki za kibinadamu?
Kimsingi ni hivyo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambao lina wanachama 5 wa kudumu, yani viti 5 vya kudumu kwa maana ya Urusi, lakini pia China kwa walioko Asia, lakini kwa upande mwingine Uingereza na Ufaransa ndani ya bara la Ulaya na Marekani kwa upande wa bara la Amerika Kaskazini, wao wote huwa wanashirikiana kuhakikisha hizo sheria za Umoja wa Mataifa zinalindwa, lakini mara kadhaa wao ndo wamekuwa wa kwanza kukiuka sheria. Mfano mzuri, Urusi wakati wanapiga kura za kuhakikisha vita vinasimama Sudan, alipiga kura ya turufu kuzuia vita viendelee, yani maana yake vita viendelee Sudan. Lakini Marekani pia juzi wakati wanapiga kura kipindi Afrika Kusini imeshtaki Israel kuhakikisha inasimamisha mapigano na mauaji ya kimbari pale Gaza, Marekani ilipiga kura ya turufu kuilinda Israeli, yani endelee na mauaji. Kwa hiyo huu ndo mirakuwili unazifanya hata nchi ndogo ndogo kama Ukraine na zenyewe kuongelea kwamba mimi nateseka, napigwa sana, alafu kuna kitu naweza nikakitumia dhidi ya mpinzani. Kwa nini nisikiuke sheria nikatumia? Kama hawa wakubwa wao wana uwezo wa kukiuka, kwa nini na mimi ambaye ni mdogo nisijitetea hata kwa kukiuka sheria, lakini kwa maslahi yangu? Kwa mimi ninavyoona, sheria za Umoja wa Mataifa zipo, lakini wale wakubwa ndio wanasababisha hata wadogo wafuate nyayo zao kukiuka sheria. Kimsingi Ukraine itakiuka sheria ambayo ilisaini yenyewe kwa sababu inajiondoa, lakini mimi naona ni kwamba wanafanya hivyo kwa sababu ya undumila kuwili wa hawa superpowers, hizi nchi kubwa ambazo nazo tunakiuka sheria. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeweka wazi hizo sheria za usalama na kadhalika. Kwa hiyo kimataifa wanaondoa hayo kwa sababu hiyo. Naam, ni sauti ya mwanamajumui wa Afrika na mchambuzi wa masuala ya kisiasa ndani na nje ya Tanzania, Bwana Adrian Sebudema. Tunasonga mbele na uchambuzi yakinifu wa habari zetu. Msemaji wa makundi ya wazalendo katika mkoa wa Kivu ya Kusini Mashariki mwa DRC ameyataka makundi ya wazalendo kuondoa vizuizi vyote ambavyo wameviweka kinyume cha sheria katika tarafa ya Fizi na Uvira. Amesema pia masikitiko yake kutokana na kauli ya kiongozi wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba ambaye alisema kuwa atawasaka makundi yote ya wazalendo. Aidha, ameomba wazalendo kuheshimu uongozi wa nchi na kuepuka kutenda vitendo viovu dhidi ya wananchi, huku akiwaomba raia kuwa na imani na jeshi la taifa pamoja na wazalendo. Mwenzangu Lokendo Tenchi akiwa mashariki mwa DRC amezungumza na msemaji wa makundi ya wazalendo katika mkoa wa Kivu ya Kusini Mashariki mwa DRC, Bwana Mwila Dalton, ili kutaka kujua nini raia wategemee kutoka kwa wazalendo, ambapo ameanza kwa kuelezea maana halisi ya wazalendo. Kwanza sisi hatuko tena makundi yenye kushikilia silaha. Sisi tulihalalishwa na ordonnance présidentielle. Tuko rekoni na serikali ya Kongo kama hatuko tena washika silaha wala hatuko force négative. Tuko deja RAD. RAD signifie réserve armée ya défense. Maki sisi tuko jeshi la akiba la serikali ya kawaida. Kwa hiyo ni kusema sisi tuko groupe armé, hatuko tena groupe armé au hatuko milice. Wenye watapokonywa sio sisi. Labda wenye watapokonywa silaha ni wengine. Lakini unaweza pokonya polisi yako silaha, unaweza pokonya jeshi lako silaha. Ni kusema sisi hatutapokonywa silaha sababu sisi hatuko tena magundi yenye kushikilia silaha. Sisi tuko jeshi akiba la jeshi la serikali. Hii kauli ya mkuu wa jeshi la Uganda ambaye ni Muhoozi Kainerugaba, ninyi kama vile viongozi wa makundi ya wazalendo mumeipokea namna gani? Jeshi wa Uganda au chef d'état-major wa Uganda n'a pas l'ordre à donner en RDC. Ana ordre ya kupana mu RDC na ana monopole na ana pouvoir ya juu ya nchi ya DRC. Ile ni mambo yenyewe tunapaswa kwa tunaipiga marufuku. Siku gani chef d'état-major wa Kongo, chef d'état-major wa FARDC ashaka ongelea mambo ya Uganda? Uganda kuko rebel no? Uganda kulikuwa ba Joseph Kony. Uganda mnasikiaka habari ba Bob Wine. Ba Bob Wine banatombokaka na bana manifeste na watu wanakufa Uganda Kampala. Tunajua. Ushakasikia chef d'état-major wa nchi gani mwenye anasema juu Bob Wine alimanifeste na watu wakakufa kwa maandamano? Chef d'état-major se lève les doigts na anasema no Uganda ni hivi ni hivi. Nous ne peut pas être naïf jusqu'à ce niveau. Donc en bref, bia Kongo biangalie armée ya Uganda. Bila ni vyake yenyewe alisema, bila bituangalie. Raia wategemea kitu gani hasa maeneo ambayo bado yanaendelea kushikiliwa na makundi ya waasi wa M23 hadi sasa, huku wakiwa wanategemea ninyi kama vile jeshi la ukombozi ambao mnaweza mkawakomboa? Nini ambacho unaweza kuambia wananchi wategemee hasa kutokana na hilo? Vita inapiganiwa aina nyingi. Kuna vita ya risasi, kuna vita ya siasa na kuna vita ya diplomasi. Wakati sisi tuliacha diplomasi ifanye kazi yake. Na ile matunda ambayo mnaona ni matunda ya diplomasi. Sababu watu wengi walikuwa wanasema Rais Tshisekedi iko natembea sana, pigeon voyageur. Mais au moins pigeon voyageur yenye inaleta matunda. Unajua
kukatakata kwenda kumikutano nao sio sawa. Politiki ya chaise vide haiko mzuri, haiproduire. Na ndio maana ilikuwa inatembea. Kwa sababu ni kusema vita ya diplomasi ambayo Rais Tshisekedi alifanya ndio hii inatufikisha mwa hii hatua. Tuliacha kwa diplomasi ifanye kazi yake. Na mpaka sasa hivi diplomasi ngali inafanya. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza makala hii ya duru zetu alasiri, na sasa ni duru uchumi na biashara, ambapo tunaanza na taarifa kuwa serikali imethibitisha kuwa ipo katika mazungumzo na mamlaka za anga za Ulaya ili kutatua vikwazo vinavyozuia Air Tanzania na ndege nyingine zilizosajiliwa nchini kutumia anga la Ulaya. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema hatua hiyo inalenga kuhakikisha Tanzania inanufaika kikamilifu na uwekezaji katika sekta ya usafiri wa anga. Aidha, amebainisha kuwa serikali inaendelea na mpango wa kuongeza idadi ya ndege ili kukuza mtandao wa safari za ndege kimataifa na kuboresha huduma kwa wananchi. Na kwingineko ni kwamba wanahisa wa soko la hisa la Dar es Salaam DCE wameidhinisha mgao wa shilingi 120 kwa kila hisa kwa mwaka ulioisha Desemba 31 mwaka 2024 kwa wanahisa wa soko hilo. Uamuzi huo umefikiwa katika mkutano mkuu wa 10 wa wanahisa uliofanyika jijini Dar es Salaam, kugawio kwa wanahisa ikiwa ni sawa na 70% ya faida baada ya kodi kutoka katika jumla ya shilingi bilioni 2.99. Mwenyekiti wa bodi ya DSE Daniel Ole Semayana ameyasema hayo na kuongeza kuwa gawio hilo limetokana na kupungua kwa faida kulikotokana na kushuka kwa mapato yatokanayo na ada za orodheshwaji wa miamala ya hati fungani za serikali. Ni hayo tu katika duru uchumi na biashara kwa siku ya leo. Na kwa taarifa hizo za uchumi na biashara, msikilizaji, ni wasaa ambao naenda kutazama ujumbe wako ambao umetutumia kupitia nambari yetu ya 0692573615 ukichangia taarifa zetu. Anaitwa Cyprian Deus, anatoka Katahoka Biharamulo. Anasema anatoa pole kwa waliofiwa huko Moshi na uchunguzi uendelee kufanyika juu ya ajali hiyo ambayo imetokea. Lakini nikizidi kusonga mbele na kutana na ujumbe wa kwake, huyu anaitwa Joseph Gabriel wa Mkidili Lingara. Anasema pole sana familia zilizopoteza wanafamilia wao. Mungu awatie nguvu na wepesi katika kipindi kigumu hiki. Kazi ya Mungu haina makosa, tuwaombee walale mahala pema peponi. Huyu hapa ni Filmoni Rugonda, yuko mjini Kibondo. Anasema asante sana Radio Kwizera FM kwa habari ambazo mnatujuza. Lakini Shabani Habibu anatoka Chivu Ngara, anasema Mungu awalaze mahala pema peponi. Na huyu hapa anaitwa Ali Khatibu, anapatikana wapi huko, anasema kwamba tuko pamoja. Helmoni Modesi anatoka Nyabibuye Kakonko, Mungu awalaze mahala pema peponi. Na huyu hapa anaitwa Singboy Busingo Ngote Muleba Tanzania, Mungu azilaze mahala pema peponi roho za hao waliopata ajali, pia na wapa pole waliofiwa. Huyu hapa ni Dastani Oscar Jonathan, anatoka pande za Nyakisasa Rurenge Ngara. Anatoa pole kwa watu hao walioondokewa na wapendo wao kutokana na ajali ya magari huko Arusha 2025 amua kismati. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, ninakamilisha makala hii ya duru zetu alasiri. Nikukumbushe tu habari kuu tulizokuletea kwa siku ya leo. Wanawake nchini watakiwa kujitokeza kugombea nafasi za uwakilishi ili kuwa sehemu ya kutetea maslahi ya wanawake katika ngazi za maamuzi kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Idadi ya watu waliofariki katika ajali ya magari mawili kugongana uso kwa uso wilaya ya Same mkoani Kilimanjaro imeongezeka na kufikia 39.
Na vikosi vya Urusi vimechukua udhibiti wa kijiji cha kwanza mashariki mwa Ukraine. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya duru zetu alasiri. Kwa niaba ya Albert Andrew Kavano aliyekusomea taarifa ya habari pamoja na wote waliosikika, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Nasema asante kwa kuwa nami na kutakia alasiri njema, naendelea kusikiliza Mseto Leo.